Mange Kimambi amesikika akija na mambo mapya, mojawapo akimwomba Rais Donald Trump aje kutusaidia kututawala na pengine kusimamia rasilimali zetu. Kwa kifupi, Mange anaomba ukoloni ureje. Makala hii inaeleza ukweli mchungu ambao Mange Kimambi anauficha na kamwe hawezi kuusema. Hana uwezo huo. Kwa hivyo katika makala hii utasikiliza ukweli ambao Mange Kimambi hataki kuusema. Sasa tuanze kwa kuangalia kwanza kauli za Mange, halafu baadaye nitaeleza ukweli huo ambao Mange hataki kuweka wazi. Kauli ya Mange Kimambi ya kusema kwamba Trump tusaidie, Trump, na ukimtazama anakuwa kama kweli ana hisia za uchungu, kama kweli anamaanisha anachokisema. Kauli hii haitolewi kwa bahati mbaya na Mange. Kwa hivyo tutaeleza kwanza ukweli ambao hataki kusema, lakini kwa nini Mange anasema maneno haya, lakini tutaeleza mambo haza wakaza. Kuendelee pamoja. Sasa kwa nini Mange kwanza anayasema haya kabla hatujaeleza ukweli ambao anauficha? Nadhani hili liko wazi wala lisitupotezee muda. Viongozi na watu wenye busara wamekwisha eleza, na mimi nimeeleza mara nyingi sana. Nimesema kuna dalili za kulipwa. Kinachofanywa na Mange ni biashara ya maneno, content. Kinachouza sasa duniani, kinachobeba utajiri duniani ni taarifa. Kwa hiyo inaweza hata ikawa ya uongo, lakini ndio biashara. Sasa hebu twende tukatazame ukweli ambao Mange Kimambi anauficha, na pengine tusitarajie kabisa kusikia Mange Kimambi akiusema ukweli huu. Mange Kimambi anaficha ukweli huu. Anaficha kwamba Donald Trump ndani ya Marekani hakubaliki. Huu ndio ukweli. Anafahamu ukweli. Si kwamba hafahamu. Anafahamu ukweli kwa sababu anaishi Marekani. Anafahamu ukweli kwa sababu yuko sehemu ya Marekani. Anafahamu ukweli. Ndani ya Marekani Donald Trump hakubaliki. Kwa mujibu wa maoni ya watu wa Marekani, tafiti zinaonyesha 61% ya Wamarekani hawamkubali Donald Trump. 61% hawamkubali. Zaidi ya nusu ya Wamarekani hawamkubali na namna anavyoendesha serikali. Lakini pia Donald Trump hakubaliki na namna anavyoendesha uchumi wa Marekani. Maoni ya jarida la CBS limeeleza 60% ya Marekani hawakubaliani na sera yake ya kodi. 60%. Kwanza hakubaliki anavyoendesha serikali kwa 61%, lakini 60% hawakubaliani na sera zake za kodi. Kweli huu Mange hawezi kukuambia. Ukweli huu Mange Kimambi hawezi kuusema. 62%. Mwalimu anaongeza hoja. Sikiliza nondo. Leo nimekuja na nondo. Mwalimu anaongeza nondo nyingine. Sikiliza upate madini. Sikiliza upate vyuma. 62% ya Wamarekani wanaamini Trump si mwaminifu na hapaswi kuaminika. Haya ni maoni. 62% ya Wamarekani wanaamini Trump si mwaminifu na hapaswi kuaminika. Haya ni maoni yaliyotolewa na watu, na yanapatikana kwa uwazi tu, unaweza ukayatafuta ukayaona. Mwalimu anasema ukweli. Sikilize mwalimu. 62% ya Wamarekani wanaamini Trump si mwaminifu na hapaswi kuaminika. Sasa kwa nini Mange anataka kumpe kwamba Mange Kimambi anasema nchi apewe, kwamba tumpe nchi Trump atulindie rasilimali. Lakini maoni ya Wamarekani, 62% ya Wamarekani wanatoa maoni kwamba Trump si mwaminifu na hapaswi kuaminika. Hawa ni Wamarekani, si mimi.
Sasa haya mambo nayosema sasa ni mazito. Sasa wasikilizaji wangu, wanafunzi wangu, subscriber wangu, sasa mnilinde. Huu moto niliogusa ni mkali. Sasa mumlinde mwalimu. Si mkasikia mwalimu haonekani. Sasa mnilinde. Mambo haya nayosema ni mazito. Na nimekuwa nikiona message za subscriber wangu na wafuasi wangu, wanafunzi wangu akiniambia, mwalimu endelea, usiache. Sasa na mimi nawaomba, mimi mmeniomba niendelee nisiache. Sasa mmeniingiza ndani ya 18. Siache, lakini mnilinde. Sasa Trump ni miongoni mwa marais wa Marekani ambao hawakubaliki zaidi. Yaani mchukue Barack Obama, mchukue Donald Trump, mwenyewe unajua ukweli uko wapi. Tazama tu. Mchukue Barack Obama hapa, mweke Donald Trump hapa. Sasa mtu anapokuja anaujua ukweli, lakini anakuja kwa mgongo kana kwamba ana uchungu, ana hasira, anaipenda nchi yake, kumbe anajua anataka kuipeleka shimoni. Marekani kasema Donald Trump haaminiki. 62% ya Marekani wanaamini Trump si mwaminifu na hapaswi kuaminika. Halafu wewe unasema akabidhiwe nchi yenye mali kama Tanzania. Tanzania nchi tajiri bwana. Sasa kwa nini mambo haya anayoyasema Mange Kimambi? Kwa nini ni mambo hatari? Mambo hatari sana. Haya mambo ya kusema njoo nchi fulani tusaidie, hata Chadema waliingia mkenge. Wakasema eti SADC ije, EU ije. Chadema anachanganya watu. Kijana mmoja anataka kurudisha kadi. Kwa sababu hapana, sasa mimi napokea kadi wapi? Kwa kadi za vyama. Mimi nasema ukweli tu. Sasa Trump ni miongoni mwa marais ambao hawakubaliki zaidi. Na kwa nini sasa hizi kauli za Mange Kimambi ni hatari? Hizi kauli za kusema njoo tusaidie, njoo Trump, njoo ujue lazima. Kauli hizi ni hatari kwa sababu na waeleza ukweli wa Tanzania. Wasikilizaji wangu, watazamaji wangu, wafuasi wa mwalimu, watu wanaompenda mwalimu. Sikilize mwalimu. Hakuna nchi itakuja kulinda rasilimali za nchi yako. Hakuna nchi itakuja kulinda rasilimali za Tanzania. Ukiona nchi imekuja kuiba, imekuja kupora. Mataifa haya yamejengwa kwa kupora mali zetu. Marekani unayoiona, Uingereza unayoiona, Ujerumani unayoiona, ni kwa sababu ya mercantilism. Waliiba, walipora, plundering and looting. Walipora rasilimali zetu, wakajenga. Rasilimali zetu ndio zimejenga mataifa yao. Au Europe underdeveloped Africa. Kitabu kizuri sana cha Bwana Walter Rodney kinaeleza. Tumeporwa. Halafu tena mtu anaibuka akionyesha kwamba ana uchungu na nchi yake. Anasema rudini. Hakuna nchi itakuja kulinda rasilimali za nchi yako. Hakuna nchi yoyote duniani itakuja kulinda rasilimali za Tanzania. Ukiiona imeingia hailindi, inapora. Taporwa. Sasa kauli hizi za kukaribisha mabeberu zinazidi kuwaamsha Watanzania. Na zinafanya sasa wote wanaotoa kauli hizi wakiwemo kina Mange Kimambi, Watanzania wameanza kuwatazama kwa jicho lenye mashaka. Kama ni kweli hili jambo. Ukoloni uliondoka. Wanaopambana kuurudisha wanatufanya tuamini wamelipwa. Tujikumbushe tunao mfano wa nchi ya Libya. Libya ilivyokuwa kabla Marekani hajaingia na majeshi ya NATO. Sivyo ilivyo leo. Kwa sababu tunajifunza, mwenye busara kujifunza kwa makosa ya wengine. Mjinga hujifunza kwa makosa yake. Sisi tutajifunza kwa makosa yaliyofanywa na nchi zingine. Hatuwezi kuingia mkaenge huu. Una maoni gani? Karibu sana ushushe komenti yako na uweze kulike kama umependa hiki kinachosemwa. Asante.